Amina sana, nakushukuru sana mchungaji. Ninawashukuruni sana wanatimu wote kwa kuniombea, na ninakushukuru sana wewe uliyeshika doria kwa ajili ya kuniombea siku hii ya leo kwa kunitaja jina. Nimejisikia kubarikiwa sana. Wote wana platform, leo tutakuwa tuna habari ya uzee. Ukiwa kijana usielewe kabisa habari za uzee, lakini ukiwa umefika miaka 56 na kuendelea, ambalo ndilo rika tunaloliangalia leo, tayari umeshamalizana na masuala yote ya kupata watoto, tayari umeshamalizana na masuala yote, si ajabu na ya ajira. Kwa hiyo labda wewe unaitwa ni mstaafu, unakwenda kustaafu kwanza miaka 56 na kuendelea. Sasa hili rika hili linakuwa na changamoto zake, na nitazitaja 7. Kwanza ukumbuke kwamba kama lilikuwa ni rika la, kama lilikuwa ni watu waliozoea kuajiriwa, walikuwa wamezoea ratiba, na kwa hiyo kwa sasa unapomwacha peke yake umestaafu, huna ratiba, ni ratiba yako binafsi. Kwa hiyo itategemeana na discipline ambayo utaamua kujiwekea. Wengi wanakuwa hawana hii discipline. Lakini ikiwa kama ulikuwa ni wa kuajiriwa, kulikuwa kuna marafiki unaoshinda nao kila siku, kulikuwa kuna watu unaozungumza nao kwa staha tofauti, kwa ladha tofauti, kulikuwa kuna watu unaoonana nao kwa namna tofauti, ambayo kulikuwa kuna watu ambao misaada yako ya kiakili na ya kimwili na ya kijamii ilikuwa inapatikana kwa urahisi. Kama ulikuwa ni mtu wa kuajiriwa, kuna mtu alikuwa amekushikilia, ambayo ni organization iliyokuwa imekuajiri, ambayo hiyo ingekupatia msaada wa haraka ukipata dharura. Leo kwa ghafla umeachiliwa. Wakati mwingine kuna mtu alikuwa anakupatia msaada wa kiafya, kwa hiyo ukiwa una tatizo kulikuwa kuna bima. Sasa hivi umeachiliwa, kwa literally uko peke yako. Alafu inategemeana na discipline nayo. Huku nyuma ulikuwa unachomoka saa 11 na unarudi saa 3 saa 4 usiku. Kwa hiyo inawezekana ukawa hata watu wa huku nyumbani huwafahamu. Unawezekana ulikuwa na mahusiano, lakini interaction yako na mahusiano hapa katikati inabakia tu kwamba mnashare nyumba, kwa sababu hamuonani. Kwa hiyo sasa kwa ghafla mtakuwa wote masaa 24. Kwa hiyo ziko changamoto 7 ambazo nitazizungumzia leo katika watu wa rika la miaka 56 na kuendelea mpaka mwisho. Rika hili cha kwanza kabisa kinakutana na matatizo ya physically, matatizo ya kiafya. Vinatokana na matatizo ya kiafya kutokana na jinsi ulipojibeba toka katika utoto wako, ukaingia katika ujana wako, ukaingia katika familia, ukajibeba hivyo. Kiwango chako cha stress, ubora wa maisha yako ya mazoezi, ubora wa maisha yako ya chakula kula, ubora ya maisha yako ya mahusiano, hiki sasa kitakuangalia kwamba unaingiaje miaka 56. Kuna watu wanaingia miaka 56 ndio kwanza ni vijana, ndio kwanza wala hawana shida yoyote. Ukimwangalia hana shida ya pressure, hana shida ya sukari, hana shida ya mifupa, hana shida ya posture, hana kitambi, huyu yuko vizuri kabisa. Lakini kuna watu wanaingia miaka huyu wa 56 tayari yuko na magonjwa kama yote. Ni kwa sababu ya jinsi alivyojibeba toka utoto mpaka sasa umefika miaka hii 56. Katika miaka hii 56 physically uko na issue za kiafya. Una matatizo kama arthritis ambayo yatakuletea matatizo. Una matatizo ya mifupa, mifupa yako inapoteza ule uimara, density yake. Una pressure, una matatizo ya moyo, una ugonjwa wa kisukari, una matatizo hata katika kutembea kwako ni kugumu. Lakini kuna tatizo lingine kubwa ambalo watu wa rika hili wanalipata, ni kupoteza misuli. Misuli inajitafuna, kwa hiyo inapoteza misuli. Unakuta kabisa mtu anajiangalia, unapoteza misuli. Changamoto hii utaiweza kwa namna hii.
katika umri wa miaka 56, hakikisha kwamba wewe na mazoezi ni mtu kama pesa na pochi. Yaani hapo ukisikia kwa jasho utakula, usikubali kula chakula kabla hujatoa jasho. Yaani usikubali kabisa kuweka chakula mdomoni ukaiita breakfast wakati hujalitolea jasho. Kubali kama wewe na mazoezi, tena ni mazoezi kutembea, ni mazoezi iwe ni swimming, iwe ni mazoezi ya yoga, iwe ni mazoezi ya flexibility. Hakikisha unanyonga viuno, hakikisha unanyonga mikono yote, hakikisha unanyonga kila mahali, hakikisha kila mahali ukifanya zoezi unapagusa. Nyanyua mkono juu, rusha teke, angalia kila kitu kiwe kiko flexible ili kisije kikaganda. Huu ni umri hatari. Lakini hakikisha kwamba ikiwa unajiweka kwenye mazoezi ya kila siku, fanya shughuli zako mwenyewe sasa. Hakikisha kwamba ule muda wako wa kukaa ni mdogo. Nenda jikoni, kajichukulie maji, nenda kajipikie, nenda kazunguke kule, pika ukiwa umesimama badala ukiwa umekaa. Nenda kajitengenezee hiki, kajifulie. Hiyo itakusaidia viungo vyako vya mwili unavyoinama na kusimama. Ile ndio flexibility ambayo mwili wako unataka. Kwa hiyo hakikisha kwamba hata kama bado umeweza kufungua kaofisi kengine, hakikisha you are on your toes. Hakikisha unatumika. Hakikisha unakwenda unafanya vile, unaenda kujitolea photocopy, hakikisha unafanya hivi. Kama umefungua kabiashara yako kadogo, una photocopy ya mashini, hakikisha wewe ndio umesimama unafanya photocopy. Nilikwenda Tanga nikamuona bwana mmoja amestaafu vizuri na cheo chake kikubwa, akaamua kufungua frame nzuri ya matunda. Ameitengeneza vizuri kama supermarket, ameipanga kwenye mashelfu mazuri, ana meza yake nzuri, lakini hana mfanyakazi. Anayaosha mwenyewe, anayapanga, anakatakata, ana friji lake pale. Hapa pembeni anatengeneza juisi, hapa pembeni anatengeneza makontena ya matunda. Watu wanatoka maofisini wanakuja, nataka 4, nataka 5. Anafanya mwenyewe, anafagia, anakusanya takataka. Yaani hivyo ndivyo umri wa miaka 56 ndivyo unavyotaka. Hautaki ubosi, hapana. Umri huu unataka kujishughulisha. Lakini kingine, umri huu unataka uzingatie kwamba unakula nini. Sasa ukisikia kwamba tazama ninawapa kila mti utoao mbegu, umri huu ndio sasa wa kuzingatia mbegu. Mbegu za kila aina, nafaka nzima, jamii ya kunde, za matunda. Hii inataka mbegu spices. Hii inataka mbegu, uhakikishe kwamba jamii za karanga ni sehemu ya maisha yako. Unakula nafaka zisizokobolewa. Hii ndio pindi ambacho haitaki sukari na chumvi inatakiwa ubipu. Kwa hiyo inabidi uhakikishe kabisa kwamba kila kinachoingia mwilini ni kile ambacho kina kazi. Na kwa sababu mwili unapoteza protein sana, kipindi hiki mwili hauhitaji sana vyakula vya wanga. Wakati huu inataka vyakula zaidi vya protein ili viweze kukimbizana na ile protein inayopotea. Lakini hivi vinapelekana na umri wako, lakini vinahakikisha kwamba unapata healthy fats. Kipindi hiki ndicho sasa ukichukua tui la nazi, ukiliblend na matunda na ukanywa, ukatupia huko ndani ukaufuta, sasa mwili ndio unatambua kwamba umeutunza kuliko ukipika. Okay? Kwa hiyo kipindi hiki kinataka uhakikishe kabisa kwamba una uhakika wa kujua afya yako wakati wote. Hiki ndio kipindi ambacho mtu anakuwa na blood pressure machine, anakuwa hapa na glucometer, anahakikisha na kamizani chumbani kwake, bafuni kwake, anahakikisha vyote hivyo vipo, kwamba mara umekwenda hospitali kuangalia bone density, mara umekwenda kuangalia sijui kitu gani. Huu ndio wakati. Kwa nini inakuwa ni hivi? Ni kwa sababu huu ni muda mgumu wa kuhakikisha kwamba wewe unakuwa na afya njema na unajifahamu. Huu ni muda wa kujifahamu. Tatizo lingine ambalo linajikumba watu wa umri wa miaka 56 na kuendelea ni mental health issues. Kunakuwa na mental afya ya akili. Cha kwanza ambacho kinakuta watu ambao wa umri huu wanajikuta kama ni watoto wameshatoka nyumbani, kwa hiyo yuko peke yake. Kwa hiyo huyu yuko peke yake na nani? Hiyo nayo ina count. Huyu wakati watoto walikuwepo mlikuwa mnaishije? Haya, je, nyie ni marafiki au nyie ni maadui? Sasa fikiria kukaa ndani ya nyumba masaa 24 na adui yako. Ukigeuka ukienda chooni anakunanga. Ukirudi hivi anakubonda. Ukirudi hivi anakusonya. Ukirudi hivi huna raha.
kwa sababu kipindi hiki uko naye. Kwa hiyo kipindi hiki inatakiwa uwe umepalilia mambo na ukafanya mambo kwa maamuzi kabisa. Sasa wengi wanakuwa na matatizo ya kiakili, wanakuwa na matatizo, wanakuwa na depression, wanakuwa na stress iliyozidia, wanakuwa na anxiety, wanakuwa na uwezo wa kiakili unashuka. Lakini pia kwa sababu ya isolation, especially wale ambao walikuwa wanazoea kutoka na kwenda na sasa hawafanyi kazi, miaka 60, miaka 70, yuko peke yake, sasa hana shughuli anazofanya. Watoto wako na wake zao na waume zao na watoto wao, kwa huku nyuma hajaweza kuangalia. Kwa kipindi hiki kinakuwa na shida. Sasa unatakiwa uichanganue namna hii. Unatakiwa uwe na mental stimulation, uwe na vitu vinavyoshtua ubongo wako. Kipindi hiki huwa naambia watu hivi, kwa nini usitafute kitu kipya? Bahati nzuri kuna kitu ambacho nimekiona ni cha mbaraka sana. Yaani kuna kitu ambacho kimetengenezwa, sijajua kwa formula gani, lakini ni cha mbaraka ambacho kanisa la Adventista wa Sabato anacho. Utakuta kuna lesoni. Kumbe kile kitendo tu cha kusoma lesoni siku ile na kujaribu kukariri fungu, kile ni dawa kwa ubongo. Ule mpango wa kusoma Biblia, ukiusoma Biblia ukurasa mzima, ukasoma na wa pili, ukasoma na watatu, kumbe ile ni dawa ya akili na unakutana na maandishi yenye dawa. Lakini kuna kingine ambacho wamekileta, ya kesha la asubuhi. Unaposoma kile kitendo tu cha kusoma kitu chochote ni dawa kwenye ubongo huu ambao uwezo wa akili unapungua kwa kasi. Na unapokutana na neno lenye ahadi, lile linakuwa ni dawa kubwa sana. Lakini nimegundua watu wengine pia kipindi hiki ndicho anapojifunza lugha mpya. Yaani unamkuta mtu alikuwa anajua Kiswahili na Kinyakyusa, anajua na Kiingereza. Sasa safari hii anajifunza Kichina. Na sasa hivi kuna mambo mazuri ambayo mtu anayo, anaweza kaingia huko kwenye mitandao, ukalipa pesa kidogo kama shilingi 50,000, ukajikuta ni fee ya mwaka mzima, ukajikuta unaanza kujifunza Kichina. Ubongo wako unataka hivyo. Ubongo unataka uingize vitu vipya na usiweke routine. Ukishaanza kucheza bao, ukaamua we ni mtu wa kucheza bao kwa sababu labda umetunza kahela kako, kwa hiyo labda na vijumba vyako, kwa hiyo pesa sio shida. Kwa hiyo sasa we ukaamua tu kuweka kwenye routine, usipoupatia changamoto ubongo, brain cells zina shrink, brain cells zinakufa, na kwa hiyo uwezo wa akili unaharibika haraka sana. Kwa hiyo kipindi hiki ni vizuri hata ukinunua gazeti ukimbilia kwenye crossword puzzles. Nenda kaanze kujifunza mavokabulary ya malugha tofauti tofauti. Hakikisha una kitu unachokisoma. Hakikisha unajifunza kitu mpya. Wewe ulikuwa ni accountant, wakati huu sio vibaya ukianza kujifunza habari za sheria. Yaani kitu kipya kabisa. Ni kweli kabisa wewe ni Muislamu, labda safari hii ndio wakati wa kushika Biblia ukashuka, yaani kitu kinachokushtua kwamba mimi hiki kitabu sitaki kukiona. Kipindi hiki ndio muda wa kukishika, kukisoma. Kwanza una nafasi, kasome kitu kipya kinachosababisha ubongo wako ushtuke. Wewe ni Mkristo, nenda kachukue kitabu cha Kibudha, kawafahamu hawa wa Budha. Kwa hiyo soma. Hii ni dawa kwenye ubongo katika kipindi hiki. Lakini kipindi hiki kinataka uwe na social interactions. Hakikisha uwe na social interaction. Usisahau marafiki zako mliosoma nao. Usisahau marafiki zako mliostahafu nao. Usisahau marafiki zako ambao mko nao ndugu. Muwe na maumoja yenu ya kindugu, maumoja yenu ya kikabila, maumoja yenu ya utaifa. Yaani ile inasaidia. Maumoja yenu ya professional yenu, ile inasaidia. Unajua hawa watu wenzetu hawa wakulima huwa hawanaga shida ya mambo mengi. Maana yeye tayari ana routine ameshajiwekea, anaondoka anakwenda shamba, au mwenye mifugo anaondoka anakwenda na mimea yake na wanyama wake, hata anaongea nao. Mbwa anamuelewa, kuku anamuelewa, na ng'ombe akiita majina wanaitika. Lakini hawa ambao walikuwa wameajiriwa, hawa ndio mara nyingi wanakuwa na shida. Hawa ndio wanakuwa na shida, na ndio maana utanikuta nakazania hao. Kwa hiyo hakikisha kwamba uko na familia ambayo iko very tight na wewe, na hiyo inatokana na kile ulichokiwekeza kwao kwa siku zote. Uko na marafiki, uko na community group. Kuna kitu kingine mimi naongelea hawa nao wafahamu. Kwa mfano nazungumzia zaidi wa Sabato community group. Kuna makundi tofauti tofauti. Rika hili ni rika la amo. Leo wanataka kufanya mipango ya kwenda gerezani. Hakikisha umo kwenye hiyo mipango.
hii ni Dorcas, wana kitu wanataka kufanya, wanataka kwenda kufanya kitu fulani, ingia huko ndani. Idara ya wanawake, idara tofauti tofauti, ingia kwenye community group, hakikisha huko, nenda volunteer, nenda kashinde na watoto yatima, nenda kakae kwenye vikundi vya watu wanaosaidia rehabilitation, watu wanaotoka kwenye madawa ya kulevya, nenda kajoin club tofauti tofauti huko, lakini si za pombe. Kwa hiyo hakikisha hiyo itakusaidia kwenye mental health. Lakini fahamu kwa unahitaji uwe na muda wako wa kumeditate rudi yako na Mungu na nini kimekuleta katika ile jamii, ili kama kuna mambo yaliokuwa yanapungua yawe unayajazia. Mara kwa mara fanya deep breathing, vuta hewa, ifungie kabisa kifuani, kimaliza iachilie, na ukifanya namna hiyo unapeleka oksijeni kwa nyingi. Kuna kitu kingine ambacho kinasumbua sana watu wazima, ni matatizo ya kupata usingizi. La kwanza ni maradhi yanayowakabili physically, maradhi ya akili na masumbufu ya akili. Cha tatu ni tatizo la kutokuweza kulala vizuri. Yaani kwa kweli hili ni tatizo. Unapanda kitandani, ulikuwa unasinzia wakati wa kusoma Biblia, ulikuwa unasinzia pale mezani, nenda kitandani sasa, usingizi hauji, na ukilala kidogo tu mara umeamka kwenda kukojoa, ukirudi haulali tena. Kwa hiyo wanakuwa hawana usingizi, wakati ambapo mwili unataka ulale masaa 7, mpaka unamkuta sasa huyu amekaa hana usingizi. Na wakati huo sasa unakuta labda kampoteza hata na mwenzi wake. Wewe uko kitandani peke yako, una mtu kukuongelesha, au wakati mwingine sasa wewe uko kitandani ndio umepata mada zito mnaziongelea kitandani. Sasa kwa sababu ya tatizo la usingizi, tunashauri watu hivi: vikao nyeti visifanyike usiku, taarifa mbaya usipewe usiku. Yaani usipokee simu kuanzia saa 2. Yaani wewe ikifika saa 2 ufahamu kwamba huyu hapokei simu. Taarifa zote mbaya, magomvi ya mchana mzima hapana, utapeli na nini hapana, michango mizito hapana. Kwa hiyo una taarifa zote zipokee kuanzia asubuhi, ikifika saa 2 basi. Lakini pia mtu usiangalie screen, maana ubongo fika na ile mianga tofauti tofauti. Simu yako pia iweke pembeni, uwe na muda maalum wa kulala ili usiendelee kupata shida hii ya usingizi. Lakini hakikisha kila siku mwili wako unachoka kwa kufanya mazoezi. Yaani mazoezi ni dawa. Unapofanya mazoezi kuna kemikali inayotoka kwenye huu mwili ambayo ina cancel stress zote, inafanya mwili wako ukae vizuri. Ukiona ukinyanyua mkono unanyanyuka, basi unapata tofauti, unapata ahueni. Ukinyanyua mguu unanyanyuka, ile inakuwa ni baraka. Kwa hiyo mazoezi ni vizuri ukafanya. Kwa hiyo kuna tatizo lingine la 4. Hili ni tatizo la shida ya chakula. Yaani unajua rika hili sasa, hapa kwenye ulimi hapa kuna test ambazo zinasababisha chumvi, uweze kuonja sukari, na unaweza kuonja chakula ukakisikia kitamu. Unapokuwa mtu mzima miaka 60, 70, 80, hii test buds zinakufa nguvu zake. Seli za test buds zinakwisha. Kwa hiyo huonji. Utakuta mtu akiweka sukari anaweka nyingi, maana kwanza haisikii. Ukimwambia chumvi anaweka nyingi. Lakini kipindi hiki ni kipindi ambacho pia mtu ameshakatazwa chumvi hapana, sukari hapana. Kwa hiyo anaona kama chakula hakina ladha, anaona kama chakula hiki kimekaa vibaya. Wengine anatumia spices, lakini mwingine anaona ni shida, anakosa appetite. Sasa hii inakuwa ni cha kwanza, jifahamu na umri ulio nao, usijipeleke kisichana, usijipeleke kitoto. Hakikisha kila unachokula kina maana. Ni vizuri supplements ili uweze kufidia yale usiyoweza kula, lakini ni vizuri unywe maji mengi hata kama usikii kiu. Unaweza ukaweka ka slice ka lemon, maji yako yakawa na ugwadu kidogo. Unaweza ukayaweka ka ukwaju kidogo yawe na ladha. Unaweza ukakamulia kachungwa kidogo au kananasi, maji yako yawe na ladha. Lakini ni vizuri ukala kidogo na baadaye tena kidogo na baadaye tena kidogo, ili mwili wako usipungukiwe, usitindikiwe. Kuna tatizo lingine tena, tatizo linalo kubwa ni tatizo la maumivu yasiyoisha, chronic pain. Azinyie, unataka kunyanyuka namna hii, unataka kujifunza kutembea, arthritis imekukamata, mgongo unakuuma, ukitaka kujipinda hivi, ukitaka kurudi hivi, unataka kuinama, unaogopa utainama hapo. Ni matatizo ya maumivu
kwa umri wa miaka 56 na kuendelea ni makubwa. Naomba fanya hivi. Hakikisha una mtu nyumbani kwako unayemtrain ambaye anakufanyia physical therapy. Kuna kitu kinachoitwa massage. Muda huu ni kitu dawa ya maana sana. Jifunze kutumia vitu kama maji. Uvitumie kwenye vitu mbalimbali zako, kwenye maziwa ya almond, kwenye maziwa ya mbegu za maboga. Hivi vinasaidia sana kuondoa inflammation. Hizo ni inflammation. Haya maumivu haya ni inflammation. Na ngoja nikupe siri nyingine. Unapojisikia unaumwa sana, usiache kufanya mazoezi. Nasikia mwili leo hautaki kabisa, tembea tu, tembea hatua kidogo. Vuta na ya pili, vuta na ya tatu, vuta na ya 4 ngapi, lakini itaachilia. Usikubali kulala kwa sababu mwili unauma. Maadamu unaweza kutembea, chronic illness itakuwa nayo kwa muda. Jiambie akili zako, hapana, ninatoka na miaka 70 natoka, na 80 natoka, na 90 natoka. Yana, hii ni mapambano. Hakikisha unafanya mazoezi, lakini hakikisha hata tena unajipinda kidogo ili uweze kuwa flexible, viungo visigande. Kuna matatizo mengine, tatizo ambalo ndilo changamoto kubwa ya umri huu, ya utu uzima, ni balance. Kuna tatizo linalotokea kwenye masikio, kwa hiyo mtu anakosa balance. Kwa hiyo mtu anakuwa anaogopa kuanguka, au alikuwa tayari alishaanguka. Na wakati mwingine anakosa tu balance kwa sababu misuli ni dhaifu. Na wakati mwingine anashindwa hivyo kwa sababu haoni vizuri, kwa hiyo labda alishadondoka. Kwa hiyo tatizo hili linamsababisha huyu mtu the balance. Hakikisha unakuwa na mtu, hakikisha unakuwa na mtu ambaye atakusaidia, yuko pembeni yako, inakuongezea ujasiri. Lakini ujasiri mkubwa ni katika kung'ang'ana na kuhakikisha unakula vyakula vinavyosababisha huko kichwani kunakuwa kuzuri. Jamii za karanga ni muhimu sana, usiache. Yaani ukila tu mkono mmoja namna hii inasaidia. Tatizo la 7 ni tatizo la kutokuona. Macho yanakufa, husikii, masikio yanakufa. Kwa hiyo hili linakuwa ni changamoto kubwa. Kwa hiyo tumesema tuna matatizo mangapi? Matatizo ni mengi kweli katika utu uzima. Jamani, utu uzima shikamoo. Tatizo la mwili kuuma, tatizo la kichwa kutokuwa kizuri na stress na depression, tatizo la kutokulala vizuri, tatizo la kutokunogewa na chakula, tatizo la maumivu ndani ya mwili. Kuna tatizo mara ukitembea kidogo unadondoka, unasaiti huoni, na tatizo letu la 7. Sasa ngoja nikwambie, ikiwa macho yana shida, nenda katafute miwani. Lakini kuna devices zinazomsaidia mtu kusikia vizuri, kaziweke hizo kwenye masikio zikusaidie. Na wakati mwingine kuna namna fulani unavyoweza kufanya ili uweze ukamaster kidogo lugha zingine kama za alama. Yaani ni vizuri tu kabisa, ili wakati mwingine kama unaona lakini husikii, angalau ukajiongezee kitu kingine ambacho ukiongea itakusaidia. Kipindi hiki ndicho nachomuona mtu akizungumza anapaza sauti zaidi, kwa sababu yeye hasikii, basi hajui kama wengine hawasikii. Machangamoto haya yako mengi, lakini machangamoto haya yanawezekana vizuri ukiwa na mahusiano mazuri. Ikiwa umebarikiwa kuwa na mwenzi na uko naye vizuri, urafiki katika familia wewe na yeye. Ikiwa una machangamoto haya lakini una watoto, una familia nzuri, inakuwa ni mbaraka mkubwa sana. Lakini ikiwa hauko katika mahusiano na watoto vizuri, mahusiano na mwenzi wako vizuri, mahusiano na ndugu zako vizuri, hauko na mahusiano na majirani zako, hauko na mahusiano ya kijamii vizuri, hauko na mahusiano na Mungu vizuri, haujalitafakari tatizo na hiyo kusudi lilokuleta duniani, haya matatizo yanakuwa ni magumu. Kwa hiyo kipindi hiki ni kipindi cha self reflection. Yaani wewe umefika miaka 56, Mungu amekulinda, amekutunza mpaka umefika 56, amekufikisha 80, amekufikisha 70, 90 huko. Sikiliza, huu ni muda wa kubanana na Mungu. Fanya yote, lakini unahakikisha unabanana, una mahusiano mazuri na wenzako, na una mazingira yako, una mahusiano mazuri na Mungu. Endelea kutumika. Kuwa mwalimu wa jamii, kuwa mwalimu wa vijana, kuwa mwalimu kutokana na professional
yako, mwalimu wa masuala ya biashara, mwalimu wa masuala ya kiroho. Yaani hakikisha una jukumu fulani unalolifanya katika familia. Mti unaozaa matunda haukatwi. Ikiwa wewe unatoka kwa ajili ya kupeleka kwa nyumba, kwa ajili ya kuhudumia watoto yatima, kwa ajili ya kwenda kusaidia wajane na wagane, na mti huo unakata. Lakini ikiwa wewe umekaa mzee ovyo, ndio kwanza saizi unatongoza vitoto vya shule, ndio kwanza sasa hivi unatumia mafao yako kwa ajili ya kutiatia mimba, una vitoto vichanga ndio vimezaliwa, wewe sioni kama utakuwa ni umri mbaya? Umri huo miaka 60 ndio kwanza unatongoza vivulana vidogo. Wewe mwanamke usiokuwa na haya, umri huu ni wa kuzeeka vizuri. Huu umri sio wa kukimbizana na, huu ni umri wa kumtafakari Mungu na njia alizokupitisha. Huu ni umri wa kumshukuru Mungu na kuwa mfano mwema katika jamii. Endelea kuwa useful, endelea kuwa ni mtu maalum, mtu ambaye unaihudumia jamii kwa uzoefu wako wote ile uliopitia. Mungu na atutie nguvu, atusaidie. Maana hata hivyo kuna ahadi. Mungu anasema, ni mimi ndiye nimekupitisha katika ujana wako toka utoto mpaka sasa, na hata katika uzee wako mimi ndiye sitakuacha. Ziko ahadi hizo, tumika, banana na Mungu, zidai. Na wewe ngoja nikwambie, ukiwa ni kijana uko hapo unanisikiliza, kumbuka kuwasaidia wazazi. Ikiwa wewe ni kibado unakuwa, jua kuna fainali uzeeni. Hakikisha wakati wote unakuwa ukiwa unajua kuna kesho. Ngoja nikwambie, kila ulichokipanda utavuna. Ulikipanda chema utavuna chema. Na wakati wa kuvuna, vuna baraka za Mungu, na Mungu akubariki sana. Asante sana. Amen. 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 Kwa dakika moja na tunawia kukazia dakika moja. Ukisoma Mwanzo 45 utagundua kuna mzee mmoja anaitwa Yakobo ambaye alitoa laana kwa watoto. Kwa hiyo nilikuwa nakazia tu katika umri huo, jifunze pia kusema maneno ya baraka kwa watoto wako. Yakobo ambaye yeye alichemka sana kwenye maisha yake, lakini Mungu alimpa neema. Ni Yakobo huyo huyo ambaye yeye watoto wake walichemka sana, ila aliwapa laana. Kwa hiyo katika huo umri jifunze kusemea baraka kwa watoto. Jambo la pili, wanafunzi wa Yesu Andrea na Yohana walipomuona Yesu kwa mara ya kwanza, walipomsikia Yesu kwa mara ya kwanza, wakasema, unakaa wapi? Unapatikanaje Yesu? Uko wapi Yesu? Na mimi ni kukaribisha daktari tena kutumia dakika hii moja walau uambie wana platform jinsi unavyofanya kazi zako, wapi unapatikana na vipi ambavyo unaweza kuwahudumia pia. Karibu sana Dr. Ninakushukuru sana mchungaji. Mimi ni nutritionist na lifestyle coach. Ninashughulika na matatizo ya uchakavu wa mwili. Ninakushughulika na lishe kabla ya ujauzito, wakati wa ujauzito na wakati wa kunyonyesha na watoto wachanga, namna kusaidia mama kupata maziwa mengi ili amnyonyeshe kwa miezi 6. Lakini nashughulika na counseling za wanandoa kabla hawajaingia kwenye ndoa. Nashughulika na ndoa changa, na ugonjwa wa uchakavu wa mwili, hayo kama sukari na mapresha na masaratani. Ninashughulika na ujasiriamali wa na vitu vya asili, hivi ambavyo tunashauri watu kutumia. Mtu anaweza na akawa na huduma katika jamii. Niko na ofisi ambazo ziko Ununio, karibu na Ununio shule ya msingi. Huko na fee katika kila kitu ambacho mtu anafanya. Kuna zile za family kwa ajili ya mtu kuweza kutengeneza vyakula vyake vya kifamilia. Kwa hiyo ziko fee tofauti tofauti. Kuna za kijasiriamali na kuna zile za kufundisha trainers na wenyewe waende wakatrain kwingine huko. Kuna training za mapishi. Kwa hiyo zote kuna mahali kabisa jiko zuri tunapikia hapo na kufundisha watu namna kutengeneza vitu kijasiriamali na kufanya packaging na kila kitu. Kwa hiyo karibuni sana, kama ambavyo namba zangu zimetolewa hapo, ni karibuni sana. Tunatoa huduma hizo. Natoa huduma mikoani, natoa huduma kwenye mashirika, natoa huduma ndani ya nchi, natoa nje ya nchi. Kokote Mungu ambapo ananiita ninakwenda kutumika, na ninamshukuru Mungu kwa kila fursa anayonipatia, na hasa hii ambayo nimekuwa nikitumika hapa katika platform hii. Asante sana mchungaji. Amen. Namba ya dokta ni 0763 638 573.
Pastor Mabamba. Mchungaji, naomba nirekebishe mchungaji. Ndio. Ni 0767. 67 ya 0767. Pastor Mabamba. Ndio. Mimi hapa mzee Joshua Ndege nataka kumshukuru huyo binti huyo. Leo naona kanipania leo. Leo kanipania ila moja ambalo naomba uniombee na mniombee ni hilo la movement. Nimeamua toka leo, pamoja na kuchechemea kwangu, nitakuwa simtumi mtu kuniletea maji kwenye friji. Amen. Wala hilo umenibariki. Esperance, kwa wale wanaonifahamu mimi naishi masomo ya Esperance. Amen. Mwezi wa Juni nitagonga 73, lakini ukiniona unadhani ni 53. Amen. Hasa kwa fundisho lake, alinifundisha zamani kabisa la kula mbegu. Amen. Ukila mbegu mwanamume unakuwa dume la mbegu. Amen. Unataka kuwa kula dume la mbegu, kula mbegu. Ukitaka kuwa mwanamke wa mbegu, kula mbegu. Sasa wewe ukitaka kuwa mwanamume wa chips, endelea. Mungu awabariki. Esperance, Mungu akubariki sana. I'm humbled. Thank you. Amen. Dr. basi tena tutumia fursa hii kutuombea na kutukabidhi kwa Mungu. Mungu akubariki sana. Amina. Nakushukuru sana mchungaji. Baba yetu na Mungu wetu, leo umeninyenyekeza kweli kweli. Wewe ni Mungu ajabu sana. Umeninyenyekeza kwa namna ya ajabu sana. Kwa kuamshwa na ombi asubuhi, ombi la pekee. Kwa kupigiwa simu na mchungaji ya ombi la pekee na baraka za pekee. Na kupata fursa ya ombi mchana na shuhuda za pekee. Hata hii Elda Ndege anayozungumza mfalme, mimi ni nani mpaka niweze kufanya chochote kile cha maana katika jamii? Yesu, ninakuona ni wewe tu, kwa sababu hakuna mwanadamu anayeweza kutenda mema isipokuwa ni wewe. Amen. Jina lako litukuzwe milele zote. Amen. Jina lako litukuzwe. Ikiwa umeweka kitu kwangu na unakifanyia kazi na kikawa na impact kwenye maisha ya mtu yoyote, ni kwa sababu Mungu ndivyo anavyotaka tuwe watu wa shukrani kwa hizo baraka za Mungu. Amen. Ninakushukuru mfalme, na kushukuru milele zote. Na tena nimeshangaa leo kwamba kumbe mtu akikubali tu kutoa muda wake kidogo kutumika, kumbe Mungu unamwekea watu wanaomtumikia. Nimekushangaa Mungu, nimekushangaa sana. Amen. Na kwa hiyo mimi naomba tu nikushukuru. Ninarudi tena nikuomba Mungu, baraka zako za pekee kwa watumishi wako. Amen. Baraka zako za pekee kwa Pastor Mabamba na huduma yake yote kuiweka mabegani kwake. Baraka yako ya pekee kwa Elda Ndege mfalme. Amen. Baraka yako ya pekee kwa Pastor Singo. Amen. Mfalme, baraka yako ya pekee kwa wana maombi wote katika platform hii. Baba Mungu, kote waliko na yote wanaoyafanya na yote wanayoyaombea. Baba Mungu, mimi najisikia nimebarikiwa sana. Amen. Basi nakuomba endelea kubariki watu wako wote, tukukimbilie tu hivi, tutumie teknoloji kwa namna hii. Kwa namna hii na baraka. Ninakushukuru Yehova, jina lako takatifu litukuzwe. Sasa endelea kutupatia wakati mwema. Utupatie marika yenye kukutukuza, yenye kukubali kutumiwa na wewe tuwe mfalme Yehova. Mfalme, endelea kujibu maombi ya watu wako. Walio watu wazima tupatie umri mwema wenye kutumika mpaka siku utakapokuja. Amen. Baba, endelea kubariki taifa letu la Tanzania. Amen. Mwaka huu wa uchaguzi tunauweka mbele zako. Tuvushe salama Bwana Yehova. Tuvushe salama. Nakushukuru, tuliomba mvua na umetuletea mvua taratibu.
endelea kutuletea mvua taratibu. Amen. Ili tusipate mafuriko na mvua zenye maafa. Amen. Asante Mfalme kwa sababu unatusikia, tukikuita unatusikia. Hata yale yaliyoko rohoni, mioyoni mwa watu wanapougua na matatizo yao. Yesu nakuomba wasikie. Amen. Wako wagonjwa wanakugumia, Yesu wasikie. Amen. Wako watu wanatafuta vitu vya kufanya, wasikie. Amen. Kuna watu wana mafarakano na ndugu zao na familia zao na jamaa zao. Yesu nakuomba wasikie. Amen. Tusikie wote tunapokuita kwa ajili ya changamoto moja au nyingine. Lakini tupe nafasi tukutumikie. Kwa utukufu wa jina lako. Tuishi kwa ajili ya manufaa ya wengine. Kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu. Amen. 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 Baraka za Bwana ziendelee kukubariki Dokta kama ambavyo umetubariki. Baraka za Bwana ziendelee kuwa pamoja nasi kama ambavyo tumepokea. Amina. 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 Weekend nzuri katika jina la Yesu. Amina. Amen.